Kwa mshangao nikamuuliza kwa nini? Kwa nini amewaua wote hao? Mbona kama unanichanganya? Dereva wa gari la mikate, sina yeye alikuwa kwenye orodha ya wauaji? Imekuwaje sasa na yeye ameuliwa? Tina akaniambia ni wiki 3 sasa tangu wewe ulivyoletwa huku kama mahabusu. Siku ile ile ulioletwa huku tu, mimi nikaanza kuichunguza hii kesi vizuri. Nikaanza kuwafuatilia kina Afande Beto, uhusiano wao na dereva wa gari la mikate. Nikaanza kumfuatilia dereva wa ile gari kiundani, sababu ndiye suspect pekee kati yenu nyinyi masuspect wote aliyekuwa ananitia mashaka, na alikuwa ananitia sana mashaka sababu aina ya watu waliowatuma kutekeleza mauaji walikuwa ni maaskari. Kwa kazi anayoifanya, kumtuma Beto na mwenzie lilikuwa ni jambo lenye mashaka kidogo. Lakini nilianza kupata mashaka zaidi baada ya kuona afande kamanda wa wilaya amekuwa na interest na hii kesi, na alianza kunifuatilia kwenye upelelezi wangu. Akaanza kunipa maelekezo kwenye uchunguzi niliokuwa na ufanya. Nikaanza kupata mashaka na kuanza kushuku kamanda wa wilaya kuhusika kwenye mchoro wangu wa ufuatiliaji wa tukio. Nikawa nataka kumwingiza afande kamanda wa wilaya, na kwa jinsi mazingira yalivyokuwa, kamanda wa wilaya hawezi kutumwa na dereva wa gari la mikate ya Tamuluf. Nikajiuliza, huyu dereva anapata wapi pesa ya kuyafanya yote hayo? Kwa hiyo kwa mazingira yalivyokuwa, ilikuwa inatakiwa kama nitamwingiza kamanda wa wilaya kwenye ususpect, basi nitatakiwa kumtoa dereva wa gari ya mikate. Hili jambo lilinichanganya sana, sababu nilikuwa ndio kwanza naanza kuingia ndani zaidi kwenye upelelezi wa lile tukio. Basi nikalazimika kuwaingiza wote kwenye ususpect wa tukio lile. Kisha nikaanza kujikita kuifuatilia sababu ambayo inamfanya kila mmoja wao kuingia kwenye ususpect. Nikafuatilia kiundani kabisa ili niweze kupata picha. Nikaanza kufuatilia muunganiko wa kundi kati ya kamanda na kina Beto, sababu kamanda alijionyesha wazi kunikataza kabisa kudili na zile footage za video za tukio la mauaji ya Mbwinu. Alikuwa akisisitiza kuwa wauaji wewe ndio uliwapanga watengeneze muonekano unaofanana na kina Beto, sababu pete na bleach ni vitu ambavyo vipo tu, kila mtu anaweza kuvipata, na sio rahisi kwa maaskari wa jeshi la polisi kama wale kufanya tukio kubwa kama lile la mauaji ya askari mwenzao, halafu wakafanya uzembe wa kijinga kama ule. Kamanda alisisitiza sana jambo lile, huku mkazo wake mkubwa ukiwa ni kunitaka niachane kabisa na ushahidi wa video. Mkazo ule ulinifanya nikazidi kujenga hofu na mashaka kwa kamanda wa wilaya. Ikabidi nianze kumfuatilia
dereva wa mikate, na sababu iliyomfanya aingie kwenye ususpect. Nikaanza kumfuatilia vizuri yule mwanamke wa dereva wa gari ya mikate. Nikamfuatilia kiundani zaidi ili kuendelea kuhakikisha ni kweli alikuwa ni mwanamke wa mzee Salu. Nilipofuatilia nikashangazwa sana. Mimi kwa shauku nikamuuliza Tina, ukashangazwa na nini? Tina akaniambia yule mwanamke sio mke wa yule dereva wa mikate. Nikamuuliza ni mke wa nani? Tina akaniambia yule ni hawara wa yule Muhindi, meneja wa ile bakery, lakini amekuwa akitambulishwa kama mwanamke wa yule dereva ili kumfichia siri yule Muhindi asijulikane na mkewe na asijulikane na Wahindi wenzie kama anatembea na yule mwanamke wa Kiswahili. Nikamwambia kwa hiyo yule meneja wa kiwanda cha mikate ndio muuaji? Tina akakaa kimya kwa sekunde kadhaa, kisha akaniambia mpaka sasa yeye ndiye suspect mkubwa kwenye haya matukio, na kwenye tukio la mzee Salu ni mambo ya wivu wa mapenzi tu ndio uliofanya akamuua mjomba wako na familia yake yote, sababu mjomba yako alikuwa anatembea na huyo hawara yake. Nasikia huyo hawara alikuwa ni mfanyakazi wa pale pale kiwandani. Baadaye yule Muhindi ndio akamfungulia duka kubwa la mikate na bidhaa nyingine za pale bakery. Nikamuuliza na imekuwaje sasa dereva wa mikate na yule binti Naomi wakauliwa? Tina akaniambia ni wiki moja sasa tangu Naomi na dereva wa mikate wauliwe. Dereva wa mikate alikutwa amekufa kwenye gari lake alfajiri akiwa barabarani, akiwa ametoka kiwandani anaelekea kwenye usambazaji. Alikutwa ameipaki gari pembeni ya barabara, ameegemea stelingi, amekufa. Aliuliwa kwa sumu. Kwa uchunguzi wangu inaonyesha kuwa bosi wake amemuua baada ya kuona kesi ya mauaji ya mzee Salu imepamba moto kwenye upelelezi, na baada ya kuona mimi nimejua kuwa yule mwanamke hakuwa mwanamke wa yule dereva, alikuwa ni mwanamke wake. Nadhani akahisi kuwa yule dereva aliamua kusema ukweli baada ya kuona mambo yameanza kuwa magumu kwenye uchunguzi wa kesi ya mauaji ya mzee Salu. Nikamuuliza Tina, kwa hiyo alimuua ili kupoteza ushahidi au? Tina akaniambia amemuua ili kupoteza ushahidi, lakini pia amemuua kama kumkomoa kwa kile alichohisi kuwa amekifanya. Nikamuuliza Tina, na yule mtoto wa watu maskini? Tina akaniambia Naomi alitoka nyumbani kwao kwenda shule, halafu hakurudi tena. Alitafutwa kwa zaidi ya siku 4 bila kuonekana, na mwisho akaja kukutwa akiwa amekufa, ametupwa kwenye msitu wa Ziba. Asubuhi alionwa na wachungi wa ng'ombe. Mama yake alilia sana. Alinifuata na kunieleza ukweli kuwa anahisi mtoto wake ameuliwa
na mtu ambaye alimpa kazi yeye kwenda kununua mikate asubuhi ya siku ya tukio pale nyumbani kwa mzee Salu. Nikamuuliza Tina, mbona sielewi? Yaani alimtuma kivipi? Tina akaniambia Mama Naomi alitumwa na Muhindi wa bakery aende kununua mikate patakapopambazuka tu pale nyumbani kwa mzee Salu siku ile ya tukio, na aliambiwa atakachokikuta pale basi akatoe taarifa kwa mjumbe na kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Alilipwa pesa ili afanye hivyo. Aliniambia kuwa alipopewa ile kazi hakujua kuwa kutakuwa na tukio gani nyumbani kwa mzee Salu. Akawa ana hofu, lakini kwa kuwa pesa ilikuwa ni nyingi, akaamua kumtuma binti yake Naomi ndio aende. Na Naomi alikuja kujua kuwa mama yake amelipwa baada ya hivi juzi kulazimishwa kukutaja wewe siku ile kwenye utambuzi. Naomi alikuwa amesha kusahau, lakini kina Beto kwa kushirikiana na Muhindi ndio walimuonyesha Naomi nani wa kumchagua kwenye utambuzi. Ndio akakuchagua wewe na kukuonyesha kama mtu aliyemuona akitoka nyumbani kwa mzee Salu asubuhi ya siku ile ya tukio. Jambo lile likawa linamuumiza sana Naomi. Akawa anamwambia mama yake kuwa atakuja kueleza ukweli pale polisi. Mama yake akawa anamkanya sana Naomi, lakini Naomi hakusikia. Akaenda kumweleza yule Muhindi kuwa ni muuaji na ametumia pesa zake kuficha ubaya wake. Muhindi akampigia simu mama Naomi na kumwambia ahakikishe mtoto wake anafunga mdomo wake. Kama atashindwa kumfundisha mtoto wake namna ya kufunga mdomo, basi wao watamfunga. Baada ya kuelezwa vile, siku 2 mbele ndio Naomi akapotea. Kuja kuonekana alikuwa ni maiti. Tina akakaa kimya kwa sekunde kadhaa. Mimi nikashusha pumzi kama niliyechoka. Tina akawa ananiangalia. Nikamuuliza sasa kinachoendelea. Tina akaniambia kwa sasa nimeamua kutumia ushahidi wa yule mwanamke hawara wa Muhindi na ushahidi wa mama Naomi. Nimeufaili kwa siri. Nimepeleka kesi mahakamani. Kamanda wa wilaya na kina Beto wanajua ushahidi niliopeleka mahakamani ni ule ushahidi dhidi yako. Hata mauaji ya dereva wa mikate na mauaji ya Naomi hawakutaka kabisa mimi ndio nipeleleze. Wamepewa watu wengine ambao ni watu wao, lakini mimi nimefuatilia na nimejua kila kitu. Kwa hiyo nimekuja huku kukueleza hali ilivyo huko uraiani, lakini nimekuja pia kukueleza kuwa muuaji halisi na wauaji aliyowatuma wote nimeshawajua, na nimeshapeleka kesi mahakamani na ushahidi wote kama nilivyokueleza. Mimi nikamwambia nashukuru kuwa uliamua kufanya kazi kuchunguza na si kukubali ule ushahidi wa kimazingira ambao wauaji
waliuseti kwangu ili jumba bovu liniangukie. Tina akaniambia, ulikuwa sahihi sana kukimbia pale nyumbani kwa mjomba yako siku ile ya tukio, kwa sababu kwa nguvu ya hawa watu, kama ungebaki pale, polisi wakakukuta mule ndani, na kwa jinsi ambavyo hakuna aliyekuwa anakujua, moja kwa moja wewe ndiye ungekuwa muuaji, na usingeweza kuthibitisha kuwa wewe ni mpwa wa mzee Salu na sio muuaji. Usingeweza. Wauaji wana nguvu sana. Lakini hata hivyo ni kusifu, kwa sababu kukosa uchunguzi ulioufanya, tusingeweza kumjua muuaji halisi. Uchunguzi wako ndio umeniongoza mimi kuyajua yote haya. Kama tusingejua kama mzee Salu alikuwa na mahusiano na mwanamke wa mtu, tusingeweza kujua kama Muhindi, meneja wa pale kiwandani, ndiye anayehusika. Na kama usingefuatilia footage za video vizuri, usingejua kama kina Beto ndio waliohusika kumuua Mbwinu. Nikupongeze sana kwa uchunguzi ulioufanya. Nikamwambia Tina, asante sana. Tina akaniambia, sasa kesho kutwa utaletwa mahakamani kwa ajili ya kusomewa mashtaka. Utatakiwa kukana mashtaka yote na tutafanya mpango wa dhamana. Utatoka. Tutasimama na hii kesi mpaka kila aliyehusika kwenye mauaji yote haya apate hukumu wanayostahili. Nitahakikisha wote wanahukumiwa kwa mujibu wa sheria kwa kosa la kutekeleza mauaji. Kila aliyeshiriki nitahakikisha anahukumiwa. Nikamwambia Tina, asante sana, nashukuru sana. Mimi ni muumini mzuri sana wa haki. Hakuna kitu kinachofanya nifurahi kama nikiona haki ikitendeka, hasa kwa wale ambao hawana uwezo wa kuitetea haki yao. Na ndio maana hata kwenye kada yangu ya uandishi wa habari niliamua kujikita kwenye habari za kiuchunguzi. Lengo lilikuwa ni kutetea maslahi na haki za watu zinazopokwa kwao. Tina akaniambia, usijali, haki katika hii kesi itapatikana tu. Wewe jipange vizuri, kesho kutwa ukija mahakamani tufaili dhamana na utatoka, sababu ushahidi nilioufaili haukutaji kabisa wewe kama mtuhumiwa wa mauaji yoyote yale kati ya mauaji haya yaliyotokea. Nikamwambia nashukuru sana. Tina akaniambia, usijali na kutegemea sana. Nikamwambia sawa. Tina akasimama akaniambia, acha mimi niende nikaendelee na kazi na mazingira ya kuandaa dhamana yako. Nikamwambia sawa. Akaniambia, mchumba yako ndio mtu pekee ninayesaidiana naye kuhusu dhamana yako kwa sasa. Hongera, una mwanamke mrembo sana, mwenye akili na anayekupenda kwa dhati. Mimi kwa mshangao nikamuuliza Tina, alikujuaje? Tina akaniambia, akili kubwa. Ni rahisi sana
kuiona akili kubwa. Kisha akatabasamu, halafu akaniambia okay, see you soon. Nikamwambia okay. Tina akatoka akaondoka zake. Moyo wangu ukawa kama umetua mzigo mkubwa sana, mzigo mkubwa mno. Nikajiambia kwa jinsi mambo yalivyo, ni dhahiri mimi natoka kwenye hii kesi, hainihusu na nitakuwa huru. Nitakwenda kufunga ndoa na mchumba wangu nikiwa huru kabisa. Basi mimi nikarudishwa ndani kwenye selo yangu kama mahabusu. Baada ya siku moja nikapewa taarifa ya kupelekwa mahakamani siku inayofuata. Na asubuhi ya siku ile iliyofuata nikapelekwa mahakamani kwa ajili ya kusomwa kwa kesi kama jinsi Tina alivyonielekeza. Nilifurahi sana kumuona mchumba wangu. Mahakama ilikuwa ina watu wengi, majirani wa mjomba yangu, Muhindi meneja wa bakery, kamanda wa wilaya, Beto na mwenzie, mama Naomi na watu wengine. Kesi ikasomwa, na kwa ushahidi ulioambatanishwa kwenye jalada, Muhindi, kamanda wa wilaya, na kina Beto wote wakalazimika kukamatwa na kupelekwa mahabusu kama watuhumiwa wa mauaji yote yaliyotokea, huku mimi nikitolewa kabisa kwenye kesi na kuachwa huru. Watu wote walishangaa kile walichokisikia pale mahakamani. Kesi ikapata umaarufu mkubwa sana, sababu ilikuwa imehusisha vigogo wawili, kamanda wa wilaya na Muhindi wa bakery. Basi mimi nikaachiwa huru. Nikamshukuru sana Tina. Tina naye akanishukuru mno. Mimi na mchumba wangu tukamwalika Tina harusi yetu. Kesi ile ikaendeshwa na mimi na mchumba wangu tukafunga ndoa. Tina alihudhuria ndoa yetu, na mwisho kamanda wa wilaya, Muhindi wa Tamuluf na kina Beto wote wakahukumiwa kifungo cha maisha gerezani kwa kosa la mauaji ya watu 7. Mimi na Tina tukafurahi sana kuona haki ikitendeka. Na huo ndio mwisho wa simulizi hii ya Kwa Mjomba. Nikushukuru sana sana wewe uliyefuatilia simulizi hii tangu mwanzo tulipoanza mpaka hapa tunapofikia ukomo. Nikukumbushe tu ya kuwa mwisho wa simulizi hii ndio mwanzo wa simulizi nyingine nzuri mno. Mimi naitwa Mwamba wa Mwamba Fix. Asante sana, pamoja sana.